Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe awataka maafisa utumishi kuacha kutoa lugha mbaya wanapohudumia wananchi na watumishi wenzao. Na katika michezo, timu ya soka ya Yanga yaibuka na ushindi mnene wa mabao 6-0 dhidi ya Mashujaa katika mchezo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara uliopigwa katika dimba la KMC Complex jijini Dar es Salaam. Habari ya asubuhi, mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Erike ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewataka maafisa utumishi walio katika sekretarieti za mikoa, serikali za mitaa na taasisi zilizo chini ya ofisi yake kuacha tabia ya uonevu na matumizi ya lugha mbaya wanapohudumia watumishi wenzao au wananchi. Hamisi Mkoti anaripoti zaidi. Profesa Shemdoe ametoa wito huo mkoani Morogoro kwa maafisa utumishi wakati wa kikao kazi chake na management ya sekretarieti ya mkoa pamoja na management za halmashauri za mkoa huo kwa lengo la kuhimiza uwajibikaji. Tusionee mtu na wala tusijibu watu lugha ambazo sio nzuri. Tuwe na lugha za staha tunapotumikia watumishi wenzetu. Sisi ni viongozi tulioko hapa, lakini pia tunapotumikia wananchi tuwe na lugha za staha. Hata hivyo, Profesa Shemdoe ameeleza kutoridhishwa na tabia ya afisa utumishi mmoja wa halmashauri ya wilaya ya Morogoro anayelalamikiwa kuwajibu vibaya watumishi wapya walioajiriwa mwaka jana wanapouliza fedha zao za kujikimu. Hii sio namna tunavyotaka watumishi wafanye kazi. Hili ukimwambia mtu akakope na amekuja, basi nipe hiyo direction, basi ya kwenda kukopa, si unaijua? Sasa mheshimiwa Rais, nikuombe sana, hebu kwa mashine zako akafutwe huyu na huyu, kwa sababu yuko sehemu ya utumishi, yuko chini ya ofisi ya Rais. Huyu aanzishiwe chaji, huyu aanzishiwe chaji, ajibu chaji hizo, na kama hazikutosheleza kumuondoe kazini. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Malinyi Sebastian Warioba amemwahidi Profesa Shemdoe kuwa watatekeleza maelekezo yote aliyoyatoa ili kujenga nidhamu bora ya utendaji kazi wa maafisa utumishi pamoja na watumishi wengine. Nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, maelekezo yote yatoa kwetu sisi. Tunayo masikio tumesikia, tunayo macho tumeona. Umeelekeza namna ambayo tunatakiwa kuwa watumishi bora wenye weledi, na sisi viongozi wa mkoa wa wilaya, Mheshimiwa, kwa niaba ya wilaya wenzangu, tunakuhakikishia tutaenda kuyatekeleza yote. Mimi ni Hamisi Mkotia wa Channel 10. Akina mama wajawazito wa kata ya Lusewa, halmashauri ya wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma, wameondokana na adha ya kujifungulia njiani baada ya serikali kuleta gari la wagonjwa ambalo linakwenda kurahisisha rufaa za wagonjwa wa dharura kwenda hospitali ya wilaya na mkoa. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Ditanyoni. Wakitoa shukurani kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Lusewa wanasema wamepoteza wapendwa kutokana na changamoto ya gari la wagonjwa, kwani liwapaswa kukodi gari binafsi kubeba wagonjwa kufuata huduma za dharura katika hospitali ya rufaa ya mkoa iliyopo kilomita 160. Tulikuwa na changamoto sana katika kata yetu ya Lusewa na kijiji chetu cha Lusewa. Akina mama tulikuwa tunapata shida sana kwenye kupitia kujifungua. Tulikuwa tunajifungulia njiani au tukifika hospitali hakuna huduma ya gari mpaka gari litoke na Mtumbo aidha kata au za tarafa nyingine ya magazini. Tulikuwa tunapata changamoto kwa kuchelewa kwao kujifungulia njiani na wengine wamama wajawazito kufia njiani, lakini sasa tunamshukuru Mheshimiwa Waziri kwa kutuletea gari, na Mama Samia amefanya jitihada kubwa kuja kutuletea gari. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
Akikabidhi gari la wagonjwa katika kituo cha afya cha Lusewa, waziri wa Katiba na Sheria na mbunge wa jimbo la Namtumbo Dr. Juma Omera anasema ni ahadi ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyeitoa wakati wa kampeni, huku mganga mkuu wa halmashauri Dr. Aaron Yera anasema pia serikali imeleta madaktari na wahudumu wa afya 22 wilayani humo. Na gari hii itakuwa hapa, haitaondoka hapa, na ninaomba itunzwe, isitumike kwa matumizi yasiyofaa. Ikitokea mgonjwa amepatikana, anatakiwa aende kwenye matibabu Namtumbo mjini, isitokee dereva au mtumishi yoyote unakwenda pale unasema changia nauli ya gari. Gari imeshalipiwa gharama zote, gari ni bure. Tunatarajia kuleta jumla ya watumishi 8 kwa ajili ya kuongeza jitihada za upasuaji ambao tayari zipo. Kwa tutaleta madaktari 2 ambao watatoa huduma za dharura kuokoa mama wajawazito na watoto wao, lakini na wauguzi 6 kwa ajili ya kusaidiana na hawa madaktari. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Vikundi vya vijana waliojiajiri kwa usafirishaji wa bodaboda jijini Arusha vinaanza kuzaa matunda baada ya waendesha pikipiki hao kuanza kunufaika na mikopo nafuu inayowezesha kumiliki bodaboda zao wenyewe na kujinasua kutoka mikopo kandamizi iliyokuwa ikiwarudisha nyuma kiuchumi. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Hatua hiyo imelenga kupunguza utegemezi wa mikopo umiza inayolalamikiwa kuongezea umasikini vijana hao, huku ikiwapa fursa ya kujenga uchumi wao kupitia umiliki halali wa vyombo vyao vya kazi. Viongozi wa mkoa, operation imeshaanza kufanyika, na operation haina muda maalum. Wale wenye pikipiki zenye kelele, wale ambao hawataki kutii sheria za barabarani, si kwa kushirikiana na jeshi la polisi tutawakamata na tutawafikisha ngazi husika. Tumetambua kwamba bodaboda sio biashara ya mpito, bali ni biashara halali inayoweza kukua na kumuinua kijana kiuchumi endapo itaungwa mkono na huduma sahihi za kifedha. Akizungumzia mpango huo, mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude amewataka vijana kuendelea kujiunga katika vikundi rasmi ili iwe rahisi kupata mikopo, mafunzo pamoja na fursa nyingine za kiuchumi kutoka serikalini na wadau mbalimbali. Tuna uwezo, jiorodhesheni, pelekeni pale, nikipewa orodha, mmefika 150, 200 kwa makundi, kwa awamu, mpangiwe muda, mkapate mafunzo ya muda mfupi. Lakini leseni ziandaliwe, zikiandaliwa uchangie 30,000 au 40,000. 30,000 nyingine niombe wadau kuchangia kwa idadi yenu ili mkamilishe. Mpango huo unaelezwa kuwa chachu ya kupunguza changamoto za ajira kwa vijana, huku ukitoa matumaini mapya ya maisha bora kupitia sekta ya usafirishaji wa bodaboda jijini Arusha. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Fadhili Maganya, amesema kuwa utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi ni nguzo muhimu katika jitihada za taifa za kupunguza tatizo la ajira kwa vijana, kwa kuwa huwajengea ujuzi unaoendana na mahitaji halisi ya soko la ajira. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Maganya ameyasema hayo wakati wa ziara ya viongozi wa Umoja wa Jumuiya ya Wazazi wa CCM katika makao makuu ya VETA jijini Dodoma, ambapo amesema mafunzo yanayotolewa na mamlaka hiyo ni suluhu muhimu katika kukabiliana na changamoto ya ajira kwa vijana nchini. VETA ni sehemu ya suluhu ya jambo hili. Kwa hiyo sisi wazazi tunalo jukumu pia kuhakikisha kwamba vijana wetu tunawatuni katika mtizamo huo wa kujiunga na mafunzo ya VETA. Mwenye ujuzi wa VETA anapewa priority ya kuajiriwa. Wanasema mwenye ujuzi wa ufundi atazingatiwa, na wanataja fani pale. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dr. Hussein Omari, akizungumza kwa niaba ya waziri wa wizara hiyo, amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ana dhamira ya dhati ya kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanapata ajira. Mheshimiwa Rais akiwa mzazi namba 1, na vile vile ilani ya CCM
tunaamini mzazi yoyote yule, cha kwanza ambacho angependa kukiona ni mtoto wake akipata ajira, akipata kipato, mtoto asiwe mzigo. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa VETA CPA Anthony Kasore amesema serikali imetumia takriban shilingi bilioni 7.2 kununua vifaa vya kisasa vya kujifunzia kwa vyuo vya zamani ili viendane na mabadiliko ya teknolojia, ambapo zaidi ya vyuo 60 vimenufaika na vifaa hivyo. Na vifaa hivyo vimesambazwa katika vyuo takriban 63 na tunazidi kuendelea kuongeza vifaa mbalimbali ili mwisho wa siku vijana wanaokuja kusoma elimu ya ufundi stadi waweze kupata ujuzi ambao wakienda kwenye soko la ajira waweze kweli kukutana na uhalisia na kuendana na ujuzi ule unaohitajika. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wananchi katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wamemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kutoa gari la kubebea wagonjwa kufuatia halmashauri hiyo kuwa na vituo 13 vya kutolea huduma vya serikali, lakini ilikuwa na gari moja pekee la kubebea wagonjwa, hali iliyokuwa ikihatarisha maisha ya wananchi wanapohitaji huduma hiyo. Musa Makali anaarifu. Halmashauri ya manispaa ya Musoma mkoani Mara ina vituo vya kutolea huduma vya afya 13 vya serikali na vituo 5 kati ya hivyo vinatoa huduma ya upasuaji. Changamoto kubwa ilikuwa ni halmashauri hii kuwa na gari moja pekee la kubebea wagonjwa, jambo ambalo katika utoaji wa huduma lilikuwa likiwapa wakati mgumu watendaji. Tuna vituo vinavyotoa huduma 13 vya serikali, lakini kati ya hivyo vituo 5 tunafanya huduma za upasuaji. Hivyo ikitokea sehemu 2 tofauti kwa muda mmoja wanahitaji gari, ilikuwa ni changamoto kubwa kuamua ni mgonjwa yupi wa kwanza kumfuata na yupi utamfuata, na matokeo yake tunaweza kusababisha matatizo mengine kwa wagonjwa. Gari limeonekana tulikuwa na moja, leo tuna la pili, bado halitoshi. Serikali inasikia kilio cha wananchi wa manispaa ya Musoma, ambapo wanasema walikuwa wanalazimika kukodi usafiri wanapopata rufaa kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa, na sasa ni kongole kwa serikali. Tunapata changamoto kubwa sana kwa sababu wagonjwa wanapotaka kuhama inakuwa ni shida, inabidi mgonjwa ajigharimikie na anakuwa na hali mbaya. Hali yake inakuwa ni mautiuti, na mautiuti huwezi kumpakia kwenye teksi, lazima apakiwe kwenye ambulance. Hatukuwahi kuona tuna ombi la ambulance likaja kwanza kwa haraka kiasi hiki. Lakini ninachokiona mbele yangu sasa, huduma ya afya inaenda kuboreshwa kwa kiasi kikubwa. Ikiwezekana Mheshimiwa Rais atukumbuke, atuongezee ambulance nyingine kwa sababu jimbo letu ni kubwa. Mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka na mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mgole Miraji wanasema ukosefu wa gari la wagonjwa ilikuwa ni changamoto na sasa imetatuliwa. Na wananchi wetu pia wapate huduma stahiki. Hii gari hapa ina kila kitu ndani. Niombe huko kwenye makata yetu, kwenye vituo vya afya na zahanati, kunapotokea changamoto wanahitaji ambulance, ni kuombe DMO basi waweze kupata huduma hii haraka iwezekanavyo. Pongezi za dhati sana na shukrani ni kwa Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuleta vifaa tiba hivi hapa nchini ili viweze kufikia watumiaji ambao ni wananchi. Lakini sasa hivi gari ipo, ina vifaa vya kisasa, manake matarajio haya malalamiko ya wananchi yanakwenda kwisha kabisa. Kutoka hapa manispaa ya Musoma mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante Musa Makali kwa taarifa hiyo. Mwanamke aliyefahamika kwa jina la Khadija Juma anayekadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 30, mkazi wa mji wa Handeni mkoani Tanga, amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya mji wa Handeni baada ya kudaiwa kuchomwa kisu na mume wake. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti. Bakari Kidebwe ni balozi wa mtaa wa Mji Mpya, mahali ambapo ndipo alipokuwa akiishi marehemu, na hapa balozi huyo anaelezea tukio hilo la kusikitisha. Huyu mama alikuwa nagonga getini kwangu, akauliza, balozi, nipeleke hospitali, nimejeruhiwa na mume wangu. Kuangalia majeraha, yule mume kamchoma kisu pembeni kwenye utumbo huku mara 2, kushoto na kulia. Baadhi ya ndugu pamoja na majirani wa marehemu wanaelezea visa ambavyo vimekuwa vikijitokeza kati ya marehemu pamoja na mume wake, huku mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Handeni Dr. Hudi Shedadi akikiri kumpokea Bi Khadija Juma akiwa majeruhi na hadi alipokutwa na mauti. Tukio hili limeanza ugomvi. Mara kwanza alikuwa kumpiga hapo, ndio akamwambia nataka hapo uondoke uende kwenu, maana mimi sijafunga ndoa na mimi. Akamwambia nipe muda wa siku 3.
Muda wa siku 3 kabla hajampa akamfungashia nguo, ikakaa kiasi kuvuruga, akamwambiaje, ipo siku nitakuweka kilema cha maisha. Tulipigiwa tu simu kwamba naumwa, huyo mtu kapchomwa kisu usiku. Ndo tukatoka asubuhi jana tukaingia majira ya saa 5. Ndo tukamuulia mdogo wetu anaumwa, nikakaa naye hapo ndani nikamuuliza vipi, akanijibu akasema mimi dada nakufa siponi. Inasadikika kwamba alishambuliwa na alifika kwenye hospitali yetu na alipatiwa matibabu kwa kadri ambavyo madaktari wameweza kumhudumia, lakini kwa bahati mbaya alipoteza maisha. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, ambapo akiongea kwa njia ya simu kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Almachius Mchunguzi anatoa wito kwa wananchi juu ya kujichukulia sheria mkononi. Sasa ni kwamba kwa sheria mkononi ni kinyume cha sheria. Na anayefanya hivyo maana yake sheria haitamwacha, lazima itashughulika naye. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amin. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo. Mtoto mchanga wa kike anayekadiriwa kuwa na umri wa siku 5 amekutwa akiwa ametelekezwa ndani kwenye nyumba ya kulala wageni huko wilaya ya Nzega mkoani Tabora, huku mtu anayedhaniwa kuwa ni mama mzazi wa mtoto huyo akitokomea kusikojulikana akimwacha mtoto huyo mchanga chini. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Huu ni mtaa wa Ntinginya, kata ya Nzega Mashariki, eneo ambalo limetokea tukio hilo la kikatili. Mwanamke ambaye hajaweza kufahamika mara moja amemtelekeza malaika huyo asiye na hatia. Baadhi ya mashuhuda akiwemo mhudumu aliyempokea mwanamke huyo akiwa na mtoto mchanga wanasimulia mkasa huo uliotokea katikati ya mji wa Nzega kwenye nyumba ya kulala wageni majira ya saa 1:30 jioni. Alikuja dada mmoja akiwa anahitaji huduma ya vyumba. Kabla sijamhudumia, nilikuwa nahudumia wateja wengine. Nikawa nimemuomba anisubiri kidogo mapokezi. Baada ya kuhudumia wale wateja wengine kurudi mapokezi, ndipo nilikuta kitoto kile kidogo akitelekeza. Imenisikitisha kwa sababu mtoto anatakiwa alelewe na mzazi aliyemzaa. Sasa kama itakuwa alelewe na mtu mwingine, mapenzi hayawezi kuwa kama mzazi aliyemzaa. Hata hivyo, mtoto huyo mchanga baada ya kukutwa na wasamaria wema akiwa amelazwa chini sakafuni eneo la mapokezi, alipelekwa hospitali ya wilaya ya Nzega kwa ajili ya matibabu. Tulimpima viashiria vya mwili kuashiria usalama, hatukuona changamoto yoyote. Kwa hiyo tulimweka katika dawa ambazo tulikuwa tukiamini kwamba zitaenda kumsaidia. Mkuu wa wilaya ya Nzega na Itapwaki Tukai amelani vikali kitendo hicho, huku akitangaza donge nono kwa yoyote atakayefanikisha kupatikana kwa mwanamke huyo aliyetenda ukatili huo na kisha kutokomea kusikojulikana. Inatumiza sote ambao tunajua thamani ya mtoto. Kwa kweli mimi ninaomba yoyote mwenye taarifa ya mama ambaye ametelekeza mtoto alete taarifa. Naam, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Timu ya soka ya Yanga imeibuka na ushindi mnene wa mabao 6-0 dhidi ya Mashujaa katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo uliopigwa jana katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Mabao ya Yanga yalifungwa na Mohamed Damaro, Duke Abuya, Pacome Zuzwa, Prince Dube, Mudathiri Yahaya na usajili mpya Depo. Ushindi huu unawapeleka Yanga kileleni mwa msimamo wa ligi kuu wakifikisha alama 19 baada ya michezo 7, huku Mashujaa wakisalia nafasi ya 5 wakiwa na alama 13 baada ya kushuka dimbani mara 10 msimu huu. Kituo kinachofuatia kwa Yanga ni mchezo wa kimataifa dhidi ya Al Ahly, ambapo Yanga watasafiri hadi Misri kuwavaa mafarao hao siku ya Ijumaa. Naam, tumehitimisha taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.